Kuhusu suala la kuuzwa kwa akiba ya dhahabu Benki Kuu ya huko nchini Tanzania, askofu wa KKKT Dayosisi ya Karagwe maarufu kama Askofu Bagonza amechapisha chapisho katika ukurasa wake wa Facebook akisema, hii nimenukuu: tabia ya kufichaficha mambo inasababisha serikali kujikanyaga na kutoa matamko yanayokinzana. Matamko mgongano yakiwa mengi yanasababisha wasemaji na wazushi wengi kama ilivyo sasa. Ebu ona hili la kuuza rizevu au nyantakolwa yetu ya dhahabu. 1. Benki Kuu iseme reserve haiuzwi na kwamba watu wanazusha. Baadaye inasema itauzwa kidogo tu iliyozidi. Na baadaye tena inasema itauzwa sehemu lakini si kulipia miundombinu. Mtumishi mwingine wa Benki Kuu analiambia kundi la WhatsApp kwamba zitauzwa kulipia miradi ya miundombinu lakini watanunua nyingine kwa sababu zipo. Wizara ya Uwekezaji inanukuliwa na vyombo vya habari vya nje kuwa rais ameamua dhahabu ziuzwe kwa sababu bei ni nzuri kwa sasa. Machawa wetu huko mbungeni wanasema dhahabu zitauzwa na muuzaji asisikilize maoni ya wananchi wanaoitwa wanaharakati. Yote haya hayakanushi ukweli kuwa akiba ya dhahabu itauzwa. Dhahabu ni mali ya BOT na BOT ni mali ya serikali na serikali ni mali ya wananchi. Hili sina uhakika sawasawa. Sasa, mwaka jana liliibuka timbili. Serikali ikauza share zake za makaa ya mawe. Kampuni iliyonunua ikaziweka sokoni Australia, Mtanzania mmoja akaenda akazinunua. Sisi wenye fitna tukamrukia na kumuita majina yote mabaya. Alikosea wapi? Yaani unamwacha mke hafutaki aolewe tena? Roho mbaya, shingo feni. Je, tukiuza akiba ya dhahabu akatokea Mjaluo anayefanya kazi BOT, akauza wake zake na kamongo wote ziwani akazinunua, tukimjua tumsalie Novena au Albadir. Na huyo mtu akijikuta ana hazina ya dhahabu kubwa kuliko BOT, hata tuchagulia tulale na kuamka saa ngapi? Uuzwaji huu wa reserve ya dhahabu uliokuja ghafla kama hekima ya Wajaluo, ukija kugeuka kuwa Kagoda, IPTL na escrow nyingine, tuanze kuitana tumbili tena. Ushauri wangu, nenda polepole. Haraka ya bandari imetufikisha wapi? Kuwe na msemaji mmoja wa serikali. Kuwatumia wasanii kwa mambo nyeti ni kuidhalilisha serikali yetu hata kama inajifanya sio yetu. Bunge lijikite kuisimamia serikali, sio kuwasema wanaharakati. Mishahara yao hailipwi kutoka mifuko binafsi ya wanaharakati. Ongeza uwazi. Dhahabu si madawa ya kulevya. Mambo ya siri na ya gizani yalimsababisha Mjaluo amuoe kibogoyo aliyemposa gizani. Kubali ukweli kwamba kutikisa reserve yetu kutatikisa shilingi yetu. Msiposema na ikatikisika, tusianze kutekana tutakapoanza kuwazodoa. Tajiri asiye na reserve ni maskini kuliko maskini wa kipato mwenye reserve. Wajaluo, mnanielewa? Huyo ni Askofu Bagonza. Kwa habari mbalimbali na matukio yanayojiri mitandaoni ndani na nje ya nchi, hakikisha umebonyeza neno subscribe. Tuandikie maoni yako hapo kwenye comment section. Nini maoni yako juu ya jambo hili? Asante kwa kufuatilia.